Kwa majina naitwa Helen Mora. Mimi ni mkaaji wa Kibira. Mimi ni mchane na niko na miaka 63. Na hapa mahali tuko ni Power Women. Power Women ni grupu tulianza mwaka 2004. Sababu ambayo ilifanya tukakuja pamoja, tulijipata sisi kama mama tumeathirika kuhusu HIV. Na kwa ajili wakati hiyo ilikuwa kutengwa kulikuwa hali ya juu. Tukaamua kuja pamoja ili tuweze kuform group, tuweze kufundisha watu kuwa na HIV si mwisho wa maisha, na tukafanya hivyo kwa mwaka 2. Na hakika tu kwa na mahali ya ukutana, tulikuwa tunarotate nyumba kwa nyumba tukifundisha watu. Tukienda masule, kanisani, hata hospitali, ili tuweze kuelimisha watu. Inaweza kuwa wewe hujaathirika lakini kuna familia yako mmoja ambao ameathirika, ili tukaweze kuwafundisha jinsi ambao wanaweza kuwaonyesha upendo na kukaa karibu nao. Na tukafanya hivyo kwa mwaka 2, tukakuta hiyo kutengwa kumerudi chini. Ndio maana tukaamua kuanza grupu, tuweze kukaa pamoja, tusitengane. Mimi kwa majina naitwa Rosemary Adhiambo. Mimi ni mama wa watoto 3. Niko na miaka 48. Naishi Kibira, kijiji inaitwa Katwekera. Hii center nilijipata hapa kwa sababu niliathirika na ugonjwa ya ukimwi. Nilikuja kujua hali yangu miaka 2001, na hiyo wakati kulikuwa na kutengwa sana na kubaguliwa. Sasa nilijipata hapa kwa sababu wenzangu walijiunga pamoja ili wasaidiane, kwa sababu wakati huo kulikuwa na changamoto nyingi sana. Lakini nashukuru sana kwa sababu wakati nilijiunga nao niliweza kupata nguvu zaidi na nikakuwa na tumaini, na ndio sababu mpaka wa leo bado naendelea na kuishi. Kwa majina naitwa Gladys. Kwa miaka niko na miaka 47 na nilichua hali yangu 2005, na nilichua nikiwa na mimba nikienda kujipima hii kliniki ya watoto. Hiyo ndio wakati nilichua hali yangu. 2006 ndio nilikuja hapa. Na nilikuja hapa wakati nilikuwa chini sana, ndio walinitembelea kwa nyumba. Walikuwa wanatembea kwa kila nyumba, wakipata mwenye ako chini, wanaona vile wanaweza kumsaidia. Mimi ni mmoja wao, nilikuja kusaidiwa na si kuwa na kitu yenye naweza kula na naweza pewa mtoto ambao nimejifungua na yeye. Wakati nilipatikana na hii HIV, ilikuwa ngumu sana. Vile unaweza kaa na watu majirani kwa brodi. Kwa sababu hiyo ndio wakati tulikuwa tunakaa na mzee wangu. Mzee wangu alinitoroka kwa sababu alisikia niko HIV positive. Wakati nilitoka hospitali nikamwambia daktari amesema tuende tupimwe na yeye. Akaniambia yeye sio mwanamke anaenda kliniki. Na wakati nilijifungua mtoto nimerudi kwa nyumba, wakati ilifika. Nilifika kwa nyumba ilikuwa ni ngumu sana hata kununua chakula. Akipata pesa yake anaenda anakunywa nayo na analala nje. Hiyo ndio wakati ilikuwa ngumu sana, akaanza kunitangaza. Sasa si ati ni mtu alikuwa ananiona ati mimi nimekonda ama nimekuwa aje. Yeye mwenyewe alianza kunitangaza nje vile niko na ukimwi. Vile niko hapa Power Women, tuko pamoja. Hapa na hata kama uko na stress, unakuja tu hapa, hata stress unaachia hapa kwa mlango, ukiingia hapa ndani stress imeisha. Mnaongea na wenzako na kazi unafanya. Vile umeona nilikuwa nashona hapo, akili yangu yote naweka kwa kushona. Tunasaidiana sana. Ikiwa uko chini, unasaidiwa na mwenzako. Unaweza pata una maji kwa nyumba, mwenzako ako na 20 bob anakusaidia. Anakuambia hii 20 bob ndio ununue maji.
Huko nje yenye naweza kuambia, hata ukipata hii ugonjwa leo, usione kama ni maisha yako ya mwisho. Mimi wakati nilipata niliona nakufa kesho. Kwa sababu nilipewa madawa kutoka hospitali na nikatupa. Na nikajua mtoto wangu tunaenda kukufa na yeye. Kwa hivyo sasa wakati wenzangu walikuja karibu na mimi, niliona sio maisha ya mwisho ya kuishi, nitaishi. Na mtu akipata ugonjwa sahi achikubali na aende hospitali. Sahi yenyewe madawa nataka kusimamisha kutoka nje, na sioni kama wanaweza simamisha kabisa. Lakini tuko na matumaini watatufungulia madawa itakuja na ataendelea kumeza, lakini mtu usikubali upate hii kitu. Yenyewe kitu iko na stress. Sasa maisha hii kukua rahisi sana juu hiyo wakati ilikuwa imejulikana. Ukipimwa kama leo upatikani uko na virusi, kesho yake unajua tu ni kukufa. Juu wakati kama huo hata dawa baada hii kukua, wenye walikuwa wanajiweza ndio walikuwa wanaweza nunua hizo dawa, lakini sisi wale watu wa chini hatungeweza kupata hiyo pesa ya kununua. Juu hata kupata chakula ilikuwa ni ngumu. Kumeza hiyo dawa kila siku sio rahisi, na tena ukiwacha kuimeza na unarudi vibaya kuliko venye ulikuwa hapo awali. Hapa Power Women Group imenisaidia sana kwa sababu tunafanya kazi hapa na ikifika mwisho wa mwezi tunapata mshahara kulingana na kazi yenye umefanya. Hiyo mshahara nikishapata itanisaidia upande wa kulipa nyumba, nipate venye nitakula na watoto wangu, nipate pia venye nitawalipia school fees. Na imefanya watoto wangu walipata elimu kupitia hii kikundi chetu. Changamoto unajua yenye inafanya mtu upitie kukosa kujikubali. Enyewe hata mimi ilinisumbua karibu miaka 2 kukosa kujikubali, lakini ilifika wakati nilifanyiwa counseling, nikajikubali na nikaanza madawa, ndio maana ninaishi kwa hii muda mrefu. Support inapata kupitia kwa hii biashara zetu. Kwa ajili hapa ndio tunategemea, tukiuza ndio tunapata kitu ya kukula hapa, kukula kwa manyumba. Kabla ya corona tuliona si vyema tukae sisi peke yetu, tulichukua wasichana wadogo wale ambao wametoka shule na wengine wamekosa school fees. Tulikuwa tunawatrain hapa kushona na hair dressing, na tulikuwa tunawatrain bure kwa miezi 6 free. Alafu akimaliza wana graduate, mtu anaenda kujitafutia kazi yake. Dawa ilikuwa inatoka huko nje ikikuja, ilikuwa inatoka Amerika ikikuja. Trump ndio huyo sasa amesimamisha kila kitu huko. Lakini naomba wenzangu wale wako nje, hata ikiwa umejua hali yako leo ama kesho, usikufe moyo, wewe jitie moyo na ile utapata uendelee kutumia, na sana sana ukule chakula mzuri. Tumaini tuko nayo, tunataka kuishi muda mrefu na tunataka kuona mbele, na sana sana vile tuko hapa tunahimizana kwa ajili hapa Nairobi si kwetu. Tunataka tuende nyumbani, hata tuende kufundisha wa nyumbani. Niko na matumaini ya kuishi na nitaona chukuna nione virembwa. Tumaini yenye niko nayo kwa maisha yangu, ili siku moja hii mafunzo nimepata hapa naweza enda huko mashinani. Juu mashinani ukienda unapata kama wengi sana bado wako chini, na nikienda huko mashinani niweze kuwafundisha mambo ya kufanya biashara na mambo venye wanaweza ishi hata kama kuna virusi.